Wajumbe wote wa mkutano huu au kikao hiki, baada ya mjadala mrefu unaohusiana na swala la amani katika nchi yetu, lakini pia haki, lakini pia jambo kubwa lilo mbele yetu la uchaguzi, sisi mashehe, sisi maaskofu, sisi wachungaji, maimamu na kila mjumbe aliyepata nafasi ya kuhudhuria kwenye kikao hiki, tumeweka maazimio yafuatayo baada ya mjadala ambao ulikuwa mbele yetu. Na kwa hiyo hiki tunachokisoma hapa mbele yenu ndio maazimio wetu. Na ikumbuke ya kwamba kikao hiki kimehudhuriwa wa amani katika mwanzo, umehudhuriwa na viongozi wa kamati ya amani, kamati za amani za Victoria. Kwa hiyo tamko hili ni tamko linalohusu viongozi wa dini kwa upande wa Uislamu na Wakristo wa kanda ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo maazimio tuliyoweka ni kama ifuatavyo. Sisi viongozi wa dini wa kamati ya amani tumeazimia ya kwamba ni wajibu wetu kumwenzi si kwa maneno tu lakini kwa vitendo muasisi wa taifa letu la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye kwa moyo wa dhati kabisa alihimiza umoja wa kitaifa, amani ya kitaifa, kuondoa ubaguzi wa kidini, wa rangi, wa makundi, ili taifa liweze kustawi katika nchi moja chini ya bendera moja kwa muhimili au kwa njia ya amani. Lakini jambo la pili tuliloadhimia ni kuwasihi wagombea wote wa vyama vyote vya kisiasa wanaohusika katika uchaguzi huu kuheshimiana na kuheshimu matokeo, na baada ya matokeo kuwa yamesomwa na tume ya uchaguzi wayapokee na wayakubali na wayaheshimu ili kuepusha fujo na mikanganyo. Lakini pia sisi viongozi wa dini tumeadhimia ya kwamba sisi wa Tanzania inatupasa kuwa wazalendo kwenye nchi yetu hii, maana hatuna nchi nyingine isipokuwa nchi ya Tanzania. Na ni jukumu letu sisi kuilinda mama Tanzania kwa ajili yetu wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya wajukuu zetu na vizazi vyetu vilivyo mbele yetu. Ni amani pekee tunaoisisitiza itahakikisha kwamba taifa la Tanzania linabaki na linadumu. Sisi viongozi pia tumeazimia kuendelea kuhubiri na kuhimiza amani, na wala tusikubaliane kabisa na ushawishi wa aina yote unaotoka ndani au nje ya nchi yetu ambao unasababisha kuvuruga amani yetu ambayo tumeienzi kwa miaka mingi, lakini pia na haki ambayo tumekuwa nayo. Lakini sisi pia viongozi wa dini tumeazimia ya kwamba tutaendelea na maombi, sala na dua kwa ajili ya nchi yetu hii ya Tanzania ili endelee kuwa na amani na Mungu wetu aendelee kutawala na utulivu ya Tanzania. Lakini pia sisi viongozi wa dini tumeazimia kuwahimiza watu wote tarehe 29 mwezi wa 10 watoke waende wakapige kura, kwa sababu kupiga kura ni haki yao ya msingi na haki yao ya kikatiba. Na sisi kama viongozi tumeazimia kwamba katika makundi yetu na katika nafasi tunazoziongoza, ikiwa ni makanisani, ikiwa ni misikitini, tuwahimize waumini wetu kuitumia haki yao hiyo ya kikatiba inapofika tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Lakini pia tumeazimia ya kwamba tuwasihi vijana wetu katika makundi yao mbalimbali wasisababishe fujo, wasijiingize katika vitendo vya kurubuniwa na hatimaye kuharibu utulivu wa nchi yetu ili waendelee kuienzi amani. Na jambo la mwisho ambalo tumeliazimia kama viongozi wa dini katika kanda ya Victoria ya kwamba hatuungi mkono kwa namna yoyote vitendo vinavyopangwa vya maandamano au fujo za aina yoyote kabla na baada ya uchaguzi. Kwa sababu naomba wenzangu wote niaba ya kamati zetu za amani za kanda ya Ziwa Victoria tuungane pamoja katika kuyaenzi maazimio haya ili tuendelee kudumisha amani katika nchi yetu kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya wajukuu zetu na vizazi vilivyo mbele yetu. Mungu ibariki nchi yetu. Mungu tubariki wote wa Tanzania. Amen. Upendo, haki na amani. Dini mbalimbali, upendo, haki na amani.
Basi nimkaribishe mwenyekiti mwenza si kuahirisha. Karibu.